kinachosema umba unachotaka kwa mwaka huu. Umba unachotaka kwa mwaka huu kupitia neno la Mungu. Umba unachotaka kwa mwaka huu kupitia neno la Mungu. Tuombe. Mungu wangu na Baba yangu, asante kwa sababu ya neema ambayo unaendelea kuiachilia kwenye madhabahu ya IRCD kupitia mtumishi wako ambaye amempaka mafuta na umemweka mahali hapa kwa kumwamini kwamba ana kundi ambalo analipeleka kwako. Ami kwa sahi najiweka chini ya mkono wako unyenyekevu, mkono wako wenye kukweza, mkono wako wenye kuelekeza kwa kadri ya neema itendayo kazi ya mtumishi wako mahali hapa, ili Mungu nipate kusema kile ambacho umekusudia kwa ajili ya kutujenga na kutufikisha ili tupate faida. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu uko mahali hapa kututumia kama chombo. Kama ambavyo nimesema, somo linasema umba unachotaka kwa mwaka huu kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uumbaji ni picha ya kwanza ya ndani ambayo mtu anakuwa nayo kabla haijawa katika physical appearance, katika muonekano wa umbo. Bwana Yesu asifiwe. Uumbaji ni kitu ambacho unakuwa nacho. Unapomweleza mtu anaweza asikuelewe kwa kiwango ambacho ukishaumba ataanza kujua kumbe ulikuwa unamaanisha hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Mwanzo ile kitabu cha Mwanzo 1:1 Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kila mstari wa pili Biblia inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akasema iwe nuru, alafu ikafanyaje? Ikawa nuru. Mungu alisema. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu ulitegemea kwenye kusema kuliko kufinyana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Mungu alitumia uumbaji kwa kusema, akasema iwe nuru, alafu ile nuru ikaja. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba picha ya nje, kama Mungu alikuwa anamwambia mtu kwamba ninataka nuru ije hapa, ingewezekana mtu asielewe Mungu anasema nini. Maana yake kama alisema iwe nuru, alafu nuru ikawa, kabla ya nuru kuwepo kulikuwa na giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kwa nini alisema iwe nuru? Maana yake kabla hajasema iwe nuru, kulikuwa na kitu kilichokaa badala ya nini? Ya nuru. Haleluya. Kwa hiyo kwa picha hiyo, baada ya Mungu kuanza kutamka alichokuwa anataka, vile vitu vilianza kutokea kulingana na alichokuwa anatamka. Kwa hiyo alipotamka nuru, ikafanyaje? Ikatokea. Ukiendelea mbele anasema Mungu akaiona kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema Mungu akiita nuru ile mchana na nini. Kwa hiyo mimi nataka tuingie pale hapa. Mungu akasema na liwe anga kati ya maji. Unaona, matamshi ya Mungu yalikuwa yanakomandi kitu kitokee sawa sawa na anayotaka. Kwa hiyo hakutaka kutafuta msaidizi wa kufanya kile ambacho anataka yeye. Yeye aliamini
kwenye maneno anayosema. Yale maneno yanaenda kutengeneza kile ambacho anakitaka. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma kile kitabu cha Yohana 1:1, Biblia inasema naye neno alikuwa kwa Mungu. Tusome hapo kidogo. Mwanzo anasemaje? Yohana 1:1. Nasemaje Biblia imesahau? Hapo mwanzo. Naye neno alikuwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Hapo unapata picha gani? Kwanza unapata picha kwamba neno ni nini? Na anasema huyo neno alikuwa kwa Mungu. Na huyo neno alikuwa nani? Mungu. Angalia mzunguko. Yaani hapo kibaya unacheka kwa kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye huyo neno alikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama hapo mwanzo kulikuwa na neno, alafu huyo neno alikuwa kwa Mungu, alafu huyo neno alikuwa Mungu. Kwa picha kama ilikuwa kama Mungu anatuvuruga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama mwanzo kulikuwa na neno, alafu huyo neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu kivipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine tunazungumza hivi, kitu kimoja kinachofanya kazi katika mfumo wa kutoka mwanzo, kwa maana ya kwamba hapa anasimama kama neno, alafu akitoka kuwa neno anakuja kuwa Mungu, akitoka kuwa Mungu anakuja kuwa mtu. Haleluya. Okay, hamjanielewa. Ngoja niseme kwa namna hii. Kile kitabu hicho cha Yohana 1:12. 12 bila shaka. No, 14. Nasema hivi, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu. Kwa utukufu unaonekana, lakini neno hakuwa anaonekana kabla. Alafu anasema naye neno akafanyika mwili. Baada ya kufanyika mwili ndio tukaona nini? Utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye picha ya ulichonacho kwenye akili yako, picha ya ulichonacho kwenye moyo wako, picha ulionayo kwenye nafsi yako, picha ulionayo kwenye mpango wa mwaka 2026, sisi hatuioni. Hata wewe mwenyewe pamoja na kwamba iko ndani yako, lakini bado umefanyaje? Haujaishika. Sasa ili uweze kuvaa mwili ni pale ambapo utachukua nafasi ya kwanza kutamka kana kwamba kile kitu umekwisha kuwa nacho. Haleluya. Haleluya. Okay, unajua shida tulionayo, tunatengenezaga wasiwasi wakati tunaomba. Wakati tunaomba tunaanza kuwa na uoga, tunaanza kuwa na wasiwasi, tunaanza kuangalia mazingira, unaanza kujiangalia wewe namna ambavyo upo, haujawahi kuombea. Okay, let's mfano huu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mna kitu rahisi kama kuombea mapepo. Sasa mzee anasemaje wakati sisi tunaomba kuombea jamani, mzee anasema kwa Bwana asifiwe. Kuombea mapepo ni moja ya kazi rahisi sana. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amesema mkiomba kwa jina langu mapepo yanatoka. Kwa hiyo kwenye kuombea mapepo huwa tunaongea siri wote wa kukemea. Lakini linapokuja swala la kuomba au kutamka au kuomba kile ambacho nataka kionekane kwa watu, ndipo kuna mtiti. Yaani kwa lugha nyingine huwa
likianza kusema nachotaka kitokee, nione kama vile mapepo yanavyohangaika. Pepo inayopiga makelele, unafikiri kwamba kile ambacho unataka kitokee, unataka na kenyewe kipige kelele kama ambavyo wewe unaombea pepo. Haiwezekani. Kuna vile vinafanyika vikisubiri imani yako isitetereke. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ninaumwa, mfano niko kwenye hali ambayo sio nzuri. Sasa asilimia kubwa huwa tunataka mpaka nipone ndio niseme Baba ninakushukuru kwa sababu umeniponya. Nikiomba alafu nikasikilizia nikaona bado kichwa kinauma, na hapa naanza kumwekea Mungu mashaka, naanza kumwekea Mungu wasiwasi, naanza kuona Mungu hapa hajajibu, bila kujua kwamba Mungu anaweza kujibu kwa muujiza na akajibu kwa kukuponya. Haleluya. Haleluya. Kukuponya ni process. Atakuwekewa hakika kwamba amekuponya. Hautakuwa na wasiwasi juu ya kile ambacho ulikuwa unakiomba kutoka kwake. Lakini muujiza ni pale ambapo umeomba jambo lisilokuwa la kawaida, alafu linatokea pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka huu nataka kuomba nini? Kuna vitu vimekaa kwenye maisha yetu kwa muda mrefu. Kuna vitu vimekuwa ni tanzi kweli. Pengine ni ugonjwa, imekuwa tatizo katika ushuhuda wa Bwana Yesu asifiwe. Wakati nasema juu ya ushuhuda wa kwamba nilikuwa nasumbuliwa na tumbo na niwahi kutoa ushuhuda nimesumbuliwa na tumbo kwa muda mrefu. Mungu ndiye aliniponya na sikujua. Aliniponya na kuniambia chanzo ni nini na ilitokana na nini. Lakini chanzo au ilianzia wapi, nakumbuka niliwahi kusema kwamba nilikuwa nimebeba mzigo. Niko na mama yangu mzazi. Tunatoka kwa mkubwa. Tuko njiani, nifika njiani tumbo linishika kwa maumivu makali, nikaugulia mno. Nikalia sana. Nikakaa chini, ule mzigo sikuangalia, nilishika tumbo mpaka nikakaa mzigo nikalia na mimi nimekaa. Kilichotokea nikaanza kukaa kwenye maombi. Maana ilikuwa inanitesa mno. Nacheua vitu kama asidi. Bwana asifiwe. Vitu vinakuwa na ladha mbaya. Vikitoka hivi yani huwezi kujirudisha, na zinatoa na kimera. Bwana Yesu asifiwe. Ni kibaya sana. Kilisumbua sana. Lakini baadaye nisimama. Sasa mimi ni mtu anaweza nikamwambia mtu baadaye akaja akatoa ushuhuda kwamba nimeombea kitu gani nimepata ponyana. Sasa mimi bibi, yaani mimi naweza kufanya kwa wengine kwa haitokei kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Nikakaza. Kaanza mambo. Nilikuwa nikila maziwa ni shida. Nikila malimao ni shida. Nikinywa sijui chochote ambacho kina uchachu, maharage, kisha tengeneza tu asidi huko tumboni usiku, na wakati mgumu sana. Alafu sasa cha ajabu, tumbo linaniumanga usiku tu. Mchana huku ni mara chache sana. Asilimia kubwa ni usiku, nikishakuwa nimelala ikifika usiku wa saa kwenye saa 6, saa 7, saa 8 ndio tumbo linakamata. Bwana Yesu asifiwe. Nikajiuliza maswali, kuna shida gani hapa? Nilichoamua nisema haiwezekani. Lazima nitengeneze uponyaji mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikaza, nikakaa, nikamsihi Mungu, nikamwambia Mungu haiwezekani. Yaani haiwezekani mpaka nione kitu kimetokea. Kwa hiyo nikaanza kuomba na nitamkia tu. Yaani nikawa naomba vuruguleji. Bwana Yesu asifiwe. Yaani naenda huku na kuso. Sijui niseme kwa lugha rahisi, sijui ni aina gani ya maombi yameniponya, lakini nachojua ni kwenye maombi ndio nilipokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilianza kutengeneza, nilianza kuumba ninachotaka. Kwa sababu niliona haya mateso mpaka lini? Maana sijui hatima ya nchi. Lakini tumbo tu niliona watu wamekufa kwa kuuma tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Haujawahi kusikia watu wamekufa kwa sababu ya tumbo? Bali kuna ugonjwa tu ambaye labda huje unaua.
Haleluya. Ugonjwa wote ukisumbua unapita na wewe. Si ndio? Kwa sisi sasa ambao tumeokoka, Mungu ametupa mamlaka. Mungu ametupa uwezo kupitia vinywa kwa neno lake. Kwa sababu anasema watakusaidiana, lakini si kwa sababu na nani? Na Bwana. Watakuja kwa njia moja, ndio tutajua kwa njia ngapi? 7. Sasa haya maneno hayawezi yakatoka kwenye Biblia yakaja yakaingia kwako. Ni wewe uchukue kwenye Biblia alafu uanze kutembea nao kulingana na kipindi ambacho unataka Mungu afanye. Yesu asifiwe sana. Unajua wakati mwingine tulikali ukweli kabisa, kuambia ni ukweli. Unajua tulikuwa tunaonewa na mapepo, tulikuwa na magonjwa. Kuna wakati labda Mungu anaweza kuruhusu saa kwa lengo fulani ambalo anajua. Lakini shetani kutuonea ni kitu ambacho ni unscriptural, hakiko kimaandiko. Bwana asifiwe. Yaani kule tu shetani akituonea ni kwa sababu tu hatutaki kujitambua. Kwa hiyo na yeye anatumia mlango huo kutukandamiza. Mwaka huu ni mwaka ambao lazima tukubali. Ni lazima tuamue kwamba ninataka kitu gani kitokee kupitia kuumba kwa kinywa changu. Kinywa changu kiniletee ninachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Inataka nini? Inajua na mipango mingi ambayo unataka. Inakuhakikishia kama utaamua kuweka kwa vitendo hicho ambacho ninakuambia. Ukiamka usiku unakichukua kile ambacho umekiandika kwenye mpango wako, unaanza kukisemesha, unaanza kukiamuru, unaanza kukielekeza, unaanza kukiambia nenda ninavyotaka uende. Nataka nikwambie hivi, tunapofikia mwezi wa 12 mwaka huu, kuna watu watakuja wamejishikilia vile ambavyo walikuwa wanaviumba kwa miezi hii iliyobaki mbele yetu. Haleluya. Umechoshwa na nini? Nini ambacho sasa imefikia sehemu ukikaa peke yako unalia? Unafikiri kulia ndio jibu? Nataka kuambia ndugu yangu, kulia sio jibu, haitoshi kukupa majibu unachotaka kuwafanya. Haitoshi. Mungu ataona machozi, ni kweli ataona machozi, lakini anaangalia, mbona huyu mtu niliyempa uumbaji, mbona yeye hafanyi ninavyotaka afanye? Anasubiri nani amfanyie? Bwana Yesu asifiwe. Kwani Mungu anaishi wapi kwetu? Mungu anaishi ndani yetu, si ndio? Kwa hiyo uumbaji wa kwanza ambao tunaufanya ni kwa sababu ndani yako Mungu yupo. Ni swala kwamba utambue kwamba kwa sababu Mungu yupo, nikitembea ni Mungu anatembea, nikilala ni Mungu amelala, nikisema ni Mungu amesema, nikiomba ni Mungu ameomba, nikitamka ni Mungu ametamka. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ninapotembea isikie sema okay. Unajua Tanzania hebu nisubiri kidogo. Mahali kama kuna nguvu za giza, sijue kwamba kuna mtu ambaye ni zaidi ya hizo nguvu, ni zaidi ya hiyo mamlaka, ni zaidi ya huo ufalme, ni zaidi ya hiyo nguvu zao. Kwa hiyo tukikaa sehemu kama wapo, lazima watupishe, lazima wajue kwamba kuna aliyeingia ambaye ni zaidi ya sisi. Kwa hiyo tunapaswa kuondoka, aidha tunataka au hatutaki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kama bado tunaambatana na wachawi, tunakaa nao, tunakula nao, tujitafakari jamani. Si tuambie tufanyeje? Tujitafakari. Kuna mahali bado tunataka kufika. Kuna hatua bado tunazipelea. Kuna kiwango bado Mungu anataka bado hatuna. Kwa lugha hiyo, maana yake tunataka kumfanya Mungu wetu kile alichosema ni nini? Ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema ni uongo, nenda kawatazame watu wa imani kama wakina Ibrahimu. Nenda kawatazame watu wa imani kama wakina Mapasheke. Nenda kawatazame watu wa imani ambao viwango vyao vya kumtukuza Mungu alihitaji tupige kelele ili watu wakusanyike. Wewe wakitangaza kuwa na mkutano, watu wenyewe kwa gharama zao wataenda kwenda kuwasikiliza. Kwa nini? Kuna kitu wamebeba ambacho kina hatima ya watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuamue
mwaka huu lazima tukasirikie. Tusikasirikie mwaka, tuyakasirikie maisha yetu. Si fahari sana tuongeze miaka ya kuishi. Si fahari sana kusherehekea tarehe 31 kwenda tarehe 1. Sio fahari. Fahari kwamba nimeingia 2026, ninapoenda kuhitimisha 2026, kuna kitu gani nilichokipanga kwa mwaka huu kimeshafanikiwa. Haleluya. Wewe tunakuja kuongeza tu miaka hapa, tunazeeka tu, unaitwa dada, unaitwa babu, mara unaitwa bibi. Inatusaidia nini kwenye ufalme wa Mungu? Haleluya. 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 Jamani, Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni nini? Ni mengi, lakini Bwana atakuepusha nayo yote. Haleluya. Kwa hiyo nachotaka kuambia ni kuteseka kutakuwepo, ile ambayo ukilijua. Kadri unavyozidi kuendelea kutamka mambo yanatokea, wewe na hakika ufalme wa giza hautakuchekea, utakutazama, alafu utatengeneza kamati ya kwenda kukukwamisha unapotaka kwenda. Unachopaswa kufanya, funga mkanda, vaa buti, weka chembeo, vaa diria haki, alafu tembea na songa mbele. Mwambie Bwana, kwa sababu niko na wewe, wala sitakuacha. Hata kikija kimoja, ikija tufani, yakija mawimbi, hayatanitoa. Kwa nini? Kwa sababu wewe uko mbele yangu, wala hujaniacha. Ninatembea na wewe, hakuna kitakachoniondoa kwenye reli yako. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunapokuja hapa tumeumwa, maana yake kwa tunakuja kuonyesha kwamba shetani ni mwanaume kuliko Yesu. Amina. Tukubali. Bwana anajaribu kufikiria kama sasa hivi Yesu kwenye historia yake kuna mahali labda hawalisahau, hawakuandika niwahi kuumwa. Kama wasomaji wa Biblia msaidizana kidogo, kwamba kuna mahali Yesu aliwahi kuumwa alafu Biblia haikuandika, kwa sababu alikuwa Mungu asilimia nini? 100, na alikuwa mwanadamu asilimia nini? 100. Kwa nini? Kwa sababu utasema kivipi? Angalia kile kitabu cha Luka sura ya 8 na ule mstari wa 20. Angalia hapo, Luka 8:23. Anasema kwa Yohana mwanadamu sawa. My Jesus. Nao alipokuwa akienda alilala usingizi. Mungu, Biblia inasema Mungu wetu halali wala afanyeje? Hasinzii. Lakini angalia hapa, Yesu alilala nini? Usingizi. Maana yake wakati analala usingizi, maana yake alikuwa kwenye hali ya kimwili kabisa. Maana yake pia sema amechoka. Kwa hiyo alitafanyaje? Pumzika. Kwa hiyo yeye kama alikuwa analala, lakini hatupati taarifa kwamba aliwahi kuumwa Yesu akalazwa hospitalini. Na Yesu sio mwalimu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndio kiongozi wetu, ndio mtangulizi wetu kwenye njia tuliyochagua au kwenye imani tunayoishi. Sasa kama Yesu ndio ambaye anaturoli sisi tuwe kama anavyotaka yeye, maana yake kuna vitu bado tunavifeki. Kuna vitu bado hatujaanza kuamua kuishi kwenye uhalisia wake. Bwana Yesu asifiwe. Ili mwaka huu tuweze kuona utukufu kama utukufu wa mwana wa pendo lake, mpaka uchukue mamlaka ya kutumia kinywa chako, sio kunena kinyume, sio kunena udhaifu, sio kunena hasi, kunena negative, bila kuangalia uko wapi, bila kuangalia uko na nani, bila kuangalia umetoka kwenye familia ya namna gani. Wewe unachoangalia, mimi ni mteule, ni mzaliwa wa ufalme. Kwa hiyo kama ni mzaliwa wa ufalme, sitazuiliwa kusema ninachotaka kwa hali yoyote, popote ninapokuwa, na familia yangu itake
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua sikia, mapepo yanataka au yametengeneza mkakati wa kukudhoofisha usiseme. Yaani wewe mama J, wewe useme kitu kiwe. Sasa ulishawahi kusema dini. Sasa ukishasikia mfanyini na kweli kwa kweli. Nimesema kitu gani? Mzee wa kanisa anachanganya. Sasa mimi ndio naanza kusema mambo ya kipepo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mama nilichokuduaga shetani ananipenda tekniko. Yaani ni mjanja. Yaani atakuja kwenye njia ambayo yaani unifikirii. Utaona tu kama mawazo yako, ni kama akili yako, ni kama hekima fulani hivi nzuri. Lakini kumbe ndio anapindiza kwenye kona hapo na kutulizia pale pale. Naona tulia mwanangu, umetulia wewe sasa unaoma. Nasema nimeshaokoka ya gari amepita, tazama alikuwa. Ndugu yangu, Bwana asifiwe. Moja ya kitu ambacho mimi nichukizwa nacho sana. Kukaa kwenye maisha ya wokovu, kwa nafikiria sana. Nataka nikambe wokovu kwa sasa hivi. Tapiga hesabu. Okay, sasa naishije? Ni kuwa tu mzima peke yake inatosha. Sababu silazi zisiende hospitalini, kwa hiyo inatosha hiyo tu. Kuna vingine ambavyo ninatakiwa kuvipata, nitavipata lini? Nasema okay, nini kimesababisha niwe na upande mmoja tu, upande mwingine nisiwe nao? Bwana Yesu asifiwe. Nikagundua kwamba kuna baadhi ya vitu bado ninatakiwa kuviongezea bidii, kuongeza juhudi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17, anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama sisi. Biblia inasema akaomba kwa bidii mvua isinyeshe kwa miaka ngapi na miezi ngapi? Haleluya. Huyo ni mtu wangapi? Mmoja, mwanaume mmoja ambaye alimuelewa Mungu kwa viwango ambavyo akianza kukuelezea, akikaa hapa mahubiri kama haya, yeye anataka kuona watu tu wanafufuliwa, watu wanapokea uponyaji, watu wanapokea nguvu ya Mungu, watu wanazinduliwa. Ile ya kwamba Ezekiel anaambiwa, unaona nini? Anasema naona mifupa mikavu. Ndio unaona mifupa mikavu, sio kutoka ndio sasa. Mafuvu. Na kwa hiyo unamwaga moto, msemo wa vijana, unaenda kukatia breki ya kwanza pato. Unaambia Mungu unasemaje? Leo unaonyesha mimi mafuvu, mimi nataka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wanaume wa imani wanaona vitu ambavyo havitawezekana. Biblia inasema wale watu waliopindua ulimwengu wamekuja tena na wapi? Na huku. Hao watu waliopindua ulimwengu ni mimi na wewe, ambao tukisimama mahali tunaamuru chochote, tunasema chochote, watu wanasikia. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi nimekuwa nikisema hivi, moja ya kitu ambacho kimekuwa kigumu sana kuifikisha Injili kwa sababu aliyoyafanya Yesu, sisi tumebaki tunaponya tu mafua tu, mtu ameumwa si nini, hicho tu ndio tumebaki nacho. Haya mengine na mtu mmoja siku moja anaongea na Bwana Mungu anaponya, lakini sio ukimwi. Sasa ni unaona hiyo mambo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaponya, lakini sio nini? Ukimwi Mungu hawezi. Sasa utajiuliza kwamba Mungu wetu ana kiwango gani kwenye nafsi za watu, kwenye mali za watu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe. Nataka tufanyeje? Tuombe. Tunaombaje? Tunaomba kwa maneno ya vinywa vyetu. Tunaombaje? Tunaomba kwa maneno na kwa neno la Mungu linalosema. Mungu amesema aniamie mimi, lolote analoliomba nitalifanya. Ukiambiwa lolote, umewekewa selection yako, umeweka machaguo. Si maana yake ameweka in general, sio? Sasa kama tumepewa lolote, na sisi tuweke lolote kweli na mpaka itoe matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muda huu kama ambavyo nimesema, tutakuwa na vitu vichache ambavyo tunataka tukae navyo kwenye maombi kwa takriban dakika chache ambazo ziko mbele yetu. Jambo la kwanza ni kwamba muombe Mungu
kupitia kuumba kwako uweze kuyaona ulioyaumba katika roho. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tutasimama nalo kuomba. Na kile kitabu cha Marko 11:23 kianzia 21 utaona anasema Yesu Marko amini nawaambia, yeyote atakayemwambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo yasemayo yametokea kwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukianza kuomba, usianze ukiomba alafu kuona nini itatokea kweli. Tayari unavuruga, yaani wewe ndio unaona pishana na unachosema. Bwana Yesu asifiwe. Usihoji, ukihoji ndio unatoa mlango mwingine wa kuvuruga kile ambacho unakiumba. Unaweza kusema kabisa Bwana amesema hivyo. Hebu usihoji kweli kama tunaomba kitu kibaya. Sasa unaomba kitu kibaya, omba kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo